baraka hizo katika kutii sheria bila kushurutishwa, ili tukae kwa amani. Na ndio lengo la kikao hiki, na lengo la mkutano huu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nchi nzima ya Tanzania ndio lugha tunayotumia, kwa sababu haiwezekani kutii sheria bila kushurutishwa, bila Yesu kuingia ndani ya moyo wa mwanadamu. Majambazi, watumia madawa ya kulevya, vibaka, walipompokea Yesu Kristo wakabadilika, wakawa raia wema. Na ndio maana tuna mkutano kama hii, ili wale wote wanaosumbuliwa na uhalifu wajue kwamba kwa njia ya Yesu Kristo wanaweza kuwa raia wema. Bwana asifiwe. Hatimaye tukae kwa amani, tukae kwa utulivu, tukae salama. Tanzania tumesifiwa na mataifa mengi, na watu wengi wamekenda katika nchi yetu hii kwa sababu ya amani iliyo katika nchi yetu hii. Bwana asifiwe. Na ndio maana hapo tunapopita tunataka ijulikane kwamba wanaosumbuliwa na ubaya kama ujambazi, tumiaji wa madawa kulevya, ukibaka, Yesu aliyembadilisha Masanja anaweza kuwabadilisha wao pia. Na ndio maana ndio furaha sana kumleta mtumishi wa Mungu huyu aliyebadilishwa, ambao macho ya nyama yanashuhudia hata jioni ya leo akuletea habari njema. Hebu tumshangilie kwa makofi anapokuja mtumishi wa Mungu huyu. Mungu awabariki sana. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako haijanoga. Mwambie itikia inayonoga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusalimiane hivi, punga mkono mwanawane hivi na usishushe nione yule mwenye roho mbaya. Ukinyoa hivi usishushe, hebu. Mtumishi, mbona unafanya hivi tena? God. Hapa kosi mtu hata ana roho ya kutosalimia. Unajua kile amezaliwa tu ana roho ya kutosalimia. Yaani sio anajipenda, alizaliwaga tu roho yake sio ya salamu. Amen. Hapa kosi mama samani nakuomba hebu mbona wewe unakuwa na roho hiyo? Punga mkono wako mbona wewe nijue wote mna roho nzuri. Nyinyi uko wote. Piga makofi na vigelegele. Haleluya. Nyimbo hii jamani, nyimbo ya Didi itunga huko kwetu kijiji. Siku hizo choka niko masiki. Isa wana mafunza miguu. Ashukuriwe Mungu wa mbingu kwa kunitoa huko kwetu upungu na kunileta tauni tena Kinondo, kanipa nyumba 3 moja Kigambo. Hebu ongezea makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Hebu nitabasamulie mtu wa Mungu. Smile afanye. Usicheke, smile. Kuna wengine hawatabasamu. Haleluya. Alafu nipungie kama mkono kakubarikiwa kwa pembeni ili usinue juu, unapigia hapa pembeni. Yaani yako huna habari. Haleluya. Yaani hubabaishwi na vigini wala vipepo, unakapigia kapembeni. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi na mimi pia ni mshukuru Bishop Mwangomola kwa kuhakikisha ya kwamba afya zetu tunapokuwa mahali hapa zinanona. Amen. Yaani Mama Bishop tunakushukuru sana, ule msosi unatupa hata Dar es Salaam hatupataki wakati mwingine. Amen. Tunateketeza viumbe hai hapa hamna mfano. Yaani tunaacha vifaranga yatima, mama zao kuku tumezira. Amen. Piga makuku kule kwa Bishop mwanawane, yani mpaka kuku zinatamani kuinua mikono ziseme enough. Bwana Yesu asifiwe. Na hakuna kitu mimi napendeka kama kuku. Kuku na wali. Yaani mimi usije unialike nyumbani kwenu unipaite ugali. Mimi na ugali mbali na mbali. Haleluya. Sema wali. Hebu sema kama unaelewa wali. Mimi mwanawani na wali na kuku tuna undugu. Haleluya. Penda sana kitu kinaitwa wali, na kwa Bishop kule mwanawani kila ukienda mahotpot yanashinda. Bonge la mahotpot funua ile jana piga likitu na pilau, kusema pilau. Kuna wengine hapa mjanaga pilau toka mliungua. Yaani unilete wako hospitalini zamani wakati unaumwa. Piga mapilau kwa Bishop kule paka yangu natamani huu mkutano uwe wa wiki 4. Piga mapilau tukitoka kumashavu tunao. Barikiwe sana Mama Bishop. Kwa kweli tuna enjoy, tunajisikia raha. Amen. Tunazo dakika chache za kusoma neno la Mungu, lakini kwanza tusonge kidogo. Amen. Amen. Mtumishi wa Mungu, iko CD hapo imeandikwa Idake. Amen. Ila
binadamu hawaishi kusema maneno, kila siku la neno jipya. Ukiwa na moyo mdogo binadamu hawaishi kusema maneno, kila siku la neno jipya. Ukiwa na moyo mdogo leo nakupa habari, sikia yake yo. Leo nakupa habari mtangu, sikia wewe yake yo. Habari nayokupa leo yake yo. Ukiwa na moyo wa kusaidia watu, watasema unapenda sifa, na usipowasaidia watasema wewe mchoyo. Ukiwa na moyo wa kusaidia watu, watasema unapenda sifa, na usipowasaidia watasema wewe mchoyo. Ukiwa mpole watasema unajisikia, na ukiongea watasema wewe mbea. Ukiwa mpole watasema unajisikia, na ukiongea watasema wewe mbea. Ongezea makofi na vigelegele kwao. Haleluya. Amen. Umechoka bado? Umechoka bado? Mwambie jirani yako surprise. Tunapiga song moja inaitwa surprise. Amen. Uko wakati lazima Mungu afanye surprise kwenye maisha yetu. Amen. Vile ambavyo hatukuwa navyo Jehova anaviachilia, tunabaki tumetoa macho na si hatujui. Amen. Amen. Tujaje bwana, alafu unanyongolota sauti naibia kwa juu sana. Haleluya. Ama unavigelegele vichayo. Nitakuwa maarufu, tena sikujua maisha ni mwangu, ni kwamba siku moja nitajenga na majumba. Bwana sikujua maisha ni mwangu, kwamba hata mimi hapa nitakuwa mtumishi. The surprise, the surprise, the surprise, the surprise, the surprise. Surprise, how can we surprise? Surprise, 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 what is surprise? Mama, surprise, surprise, surprise. Come on, let me get it. Sasa nimejua Mungu wangu mimi, umuinua mnyonge kutoka mavumbini, anamupandisha, anamuketisha pamoja na wafalme. Surprise.
ni ganga bidi pampa ganga ni dagani ganga ni dagani bidi pampa bidi pampa bidi pampa ganga dinga ganga ganga dinga ganga kitu pampa ongeza makofi na vigelegele kwa Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mlio kuwepo toka juzi mnajua mtendo wetu. Amen. Hapa hatujaja kumchosha mtu. Amen. Hapa tumekuja kuambia habari za Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Halafu tunapata time pia kupiga masongi. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mna amani watu wa Tukuyu. Uzuri wakati tunaandaa huu mkutano tulipanga hivi. Akija mtu mmoja tunahubiri, wakija wawili tunahubiri, wakija rundo tunahubiri. Kwa hiyo tukiwaona wengi namna hii, sifa na utukufu ni kwa Bwana. Sema amen. Haleluya. Ninasikia raha kuweko Tukuyu wana wa Mungu. Yaani hapa kuna misosi kwa kweli mpaka ninashangaa. Namshangaa Mungu. Askofu kama inatokea mikutano mingi kwa usitusahau baba. Amen. Yana mbinguni ni furaha kwa sababu watu wanaokoka, lakini na sisi ni furaha kwa maana tunakula misosi. Haleluya. Kula. Mimi katika kitu kinaitwa kula mwanamani niko vizuri. Amen. Na unajua napendaka sana wali kwa sababu 90% ya maisha yangu nimekula ugali. Amen. Katika kijijini kwetu huko unakula ugali mwanamani mpaka unanukia unga. Umewahi kunukia unga? Tembea namna mtu anasema wewe umepita na unga, naambia hamna, sisi tunakula ugali kila siku nyumbani. Amen. Pika ugali. Kwa hiyo sasa hivi mwanawani toka Mungu alininyosheka kidole akasema mwanawani sasa hivi baraka zinaanza kumiminika kwako. Ni wali kwa kwenda mbi. Mimi na nimejiwekea utaratibu nyumbani. Amen. Wekea utaratibu, nimejiwekea karatiba nyumbani. Nisipokula wali basi niko safarini. Kile nikiwa pale home ni wali, sema wali. Chakula ambacho hata mgonjwa hakatai. Nampelekea ugali, unasikia unamuuliza, "Jioni vipi tukuletee wali?" "Nitajaribisha." Na anamaliza hotpot. Usijeze na wali. Andaa sherehe yoyote kama hamuna wali. Kwanza wanaondoka wamenuna. Yaani sherehe mbaya. Kumbe hamuna nini? Najipeleka wali mwana. Haleluya. Amen. Hebu mwambie jirani yako hii ni time ya neno la Mungu. Hatutakaa hapa kwa muda mrefu, ninakuahidi dakika chache zijazo nitakuwa nimefunika Biblia. Ujumbe ambao Bwana anataka niseme na wewe jioni ya leo utakuwa umekufikia. Haleluya. Taenda kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili sura ya 5. Nianze kusoma pale kwenye mstari wa kwanza. Na nitasoma kidogo mistari mingi ili ujue ujumbe huu kwa sababu najua hauna Biblia mkononi. Haleluya. Amen. Kitabu ni Wafalme wa Pili sura ni ya 5. Inaanza kusoma pale kwenye mstari wa kwanza. Na nitasoma katika jina la Yesu. Biblia inasema maneno haya: basi Naamani jemedari wa jeshi la mfalme wa Shamu alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake Bwana alikuwa amewapa Washami kushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Mstari wa pili Biblia inasema, na Washami walikuwa wametoka vikosi wakachukua mfungwa mmoja kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia bibi yake, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyoko Samaria, maana angemponya ukoma wake. Mtu mmoja akaingia akamwambia Bwana, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Basi mfalme wa Shamu akasema, haya basi mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Basi akaenda zake akachukua mikononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Akampelekea waraka ule akisema, waraka utakapokuwasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu Naamani kwako ili upate kumponya ukoma wake. Ikawa mfalme wa Israeli aliposoma waraka, alilarua mavazi yake akasema, je, mimi ni Mungu niue na kuuisha, hata mtu huyu akanipelekea mtu nimponye ukoma wake? Fahamuni basi na kusini muone ya kuwa mtu huyu anataka kugombana nami. Napenda mstari wa 8 Biblia inasema, ikawa Elisha yule mtu wa Mungu
aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amerarua mavazi yake, ndipo akamtuma mtu kwa mfalme akisema, mbona umerarua mavazi yako? Na aje sasa kwangu mimi, naye atajua ya kuwa yuko nabii katika Israeli. Basi Naamani akaja na farasi wake na magari yake, akasimama mlangoni pa nyumba ya Elisha. Naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge Yordani mara 7, na nyama ya mwili wako itakurudia, nawe utakuwa safi. Lakini Naamani akakasirika, akaondoka akasema, tazama, nalidhani bila shaka atatoka kwangu na kusimama na kuomba kwa jina la Bwana Mungu wake, na kupitisha mkono wake mahali penye ugonjwa na kuniponya mimi mwenye ukoma. Je, Abana na Faripari mito ya Dameski ni bora kuliko mito yote ya Israeli? Je, siwezi kujiosha huko na kuwa safi? Akageuka akaondoka kwa hasira. Baba Mungu, tumelisoma neno lako. Inaita nguvu ya Roho Mtakatifu sasa iseme na kusanyiko hili. Mungu, mimi nyamaze tu kama mwanadamu, lakini Roho Mtakatifu anene na mkutano huu katika jina la Yesu. Mkutano sema amen. Msiwachie watoto tu na wakubwa mseme amen. Maana ya kusema amen maana yake unakubali na iwe hivyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka nizungumze juu ya habari za mtu mmoja anaitwa Naamani. Na ujumbe unaobeba somo hili ninalonena na wewe jioni ya leo ni ujumbe unaosema timiza agizo upone. Haleluya. Yani vitu vya kimungu mwanadamu ni lazima ufanye kama ulivyoagizwa, halafu elekee kwenye uponyaji. Sema amen. Biblia inasema Naamani, na wewe umewahi kusikia habari zake, mjamaa amewahi kuimbwa na kwenye manyimbo. Biblia inataja sifa zake kubwa 5. Inasema Naamani alikuwa jemedari wa vita. Sema jemedari. Alafu Biblia inasema jamaa alikuwa hodari. Sema hodari. Biblia inasema alikuwa mtu mkubwa. Sema mtu mkubwa. Hivi ni mnaelewa hivi vyeo? Lakini hivi ni vyeo vikubwa 5 Biblia inaorodhesha Naamani yuko navyo mkononi. Lakini mstari unamaliza kwa kusema pamoja na vyeo vyote alivyokuwa navyo, mstari unamaliza kusema lakini alikuwa mwenye nini? Mwenye ukoma. Yani kaneno ukoma kenye herufi 5 kamefunika ujemedari, sijui uheshimiwa, bwana mkubwa, uhodari wa vita. Vyote vimemezwa na kaneno kenye herufi 5 kaukoma. Haleluya. Ndio nawaambiaga watu, ukiona mtu amekwambia sifa zozote nzuri, amesema maneno yoyote matamu, halafu mwishowe akamalizia neno lakini, kile unatakiwa kufanya, sahau yale masifa yote amekupa. Sikiliza kile kinafuata baada ya neno lakini. Haleluya. Anaweza kukwambia wewe ni dada mzuri, unaimba vizuri, unacheza vizuri, yani ukiimba tunasikia raha mioyoni, unapiga mastepu makali, lakini yani haya yote aliyokusifia yatoe, weka pembeni. Sikiliza kile kinafuata baada ya lakini. Wengi wa watu wana vitu vikubwa sana katika jamii tunazoishi nazo, lakini. Amen. Hako kanafuata baada ya lakini. Hebu muulize jirani yako, hivi wewe kanaishaje lakini kao? Haleluya. Inawezekana umehudhuria mkutano toka siku ya kwanza huko, siku ya pili huko, ya 3 huko, ya 4 huko, lakini tukikuita kwenye kuokoka unakula kona. Hako ndio kaukoma kako. Haleluya. Yani unafanya mambo mazuri mengi, kamsitari kanako malizikia kanasema lakini alikuwa mwenye nini? Jamani, kapigieni makofi yako dada. Na kenye kamesema na mimi nipite mbele ya mhubiri nionekane, maana mnanichezea, mnaniona ni mfupi. Haleluya. Kamepiga hesabu, kamesema sina nyimbo ya kuimba mnione, lakini nitakatisha mbele ya mhubiri. Mpigie makofi. Haleluya. Naamani alikuwa na vyeo vingi, halafu Biblia inasema alikuwa mwenye ukoma. Kile ninakipenda kutoka kwa Naamani ni kuona pamoja na vyeo alivyokuwa navyo, lakini Naamani hakuupenda ukoma. Haleluya. Mbaya kuliko vyote kwenye jamii ya leo, watu wana viukoma kwenye maisha yao, halafu wanajidaia viukoma walivyo navyo. Yani mtu anajua analo tatizo, halafu anatumia tatizo hilo kujidaia. Kuna mtu mwingine ukoma wake ni hasira. Amen. Na anajidaia. Sikia anasema, hasira zangu zikinipanda nyinyi nafumua upande wote, na piga hapa sasa. Msijui hasira zangu nyinyi. Hey, wewe hujui hasira yangu vizuri. Anajidaia. Mwingine hivi nilimkuta Dar es Salaam kijana
Na yeye anaka ukoma kake, ni dereva tu wa bodaboda, anasema mimi nasifika kwa kuchakaza pikipiki. Kwa mwezi mmoja ukinipa pikipiki mpya unaikuta kongoro. Mimi ni kiboko wa kuchakaza pikipiki. Nipe pikipiki mpya mwezi mmoja haitamaniki. Anajisifu. Halafu katika kutuonyesha uwezo, hapa anapoondoka anapiga na mimi pam kuonyesha kweli muharibifu, na anajisifu. Amen. Lakini Biblia inasema Naamani kwa vile alikuwa haupendi ukoma, alikubali kufunga safari kutoka eneo moja hadi jingine kushughulikia ukoma wake. Wale watakaohesabiwa haki ni wale wanaojitoa. Anasema Bwana, sisi hatuwezi kushughulikia ukoma peke yetu, tutajitoa tuende kwenye mkutano, halafu tukualike Yesu uingie ndani yetu. Kale ka ukoma kanako haribu sifa zangu kwenye jamii, kale ka ukoma kanako niondolea heshima na uzuri wangu, ukaondoe Yesu wewe. Haleluya. Hawa ndio tunazungumza nao jioni ya leo. Halafu Biblia inanogesha, inasema nyumbani kwa Naamani kulikuwa na ka house girl. Sema house girl, ndio lugha nzuri mtanielewa. Ambako kalichukuliwa Israeli kaje kamsaidie mke wa Naamani. Bwana Yesu asifiwe. Halafu Biblia inasema kuna wakati yako ka house girl kakamuangalia bosi wake Naamani, kakamuona ana ukoma. Sasa unajua ukoma tuseme unaonekana. Amen. Sasa sijuagi ukoma wa Naamani ulikuwa. Labda tuchukulie mfano ulikuwa kwa hapa. Amen. Maana hata mimi sikuwepo, au mwenzangu ulikuwepo? Na wewe ukuwepo? Basi tukadirie ulikuwa hapa. Haleluya. Labda Naamani ametoka kuoga mwanawane, amepiga zake taulo, anakatisha sebule. Kale kadada kalikuwa kanapanga vyombo kabatini, kakageuka. Bosi ana nani, ana ukoma. Amen. Halafu kakasema kama huyu bosi angekutana na nabii aliyoko kule Samaria, aka katatizo kangefutika. Amen. Akasema hayo maneno. Na acha nikwambie hivi, ili house girl kuwazie mema ni lazima uwe umemtendea mema. Haleluya. House girl hawezi kukuwazia mema kama unamtumikisha kama sijui robot. Yaani kuna watu wanaishi na house girl usafikiri sio mwanadamu. Hawakai naye mezani kula. Inabidi wale kwanza wao waondoke, halafu ndio house girl akalie jikoni. Huyo house girl hawezi kukuwazia mema, lakini ni lazima uanze kumpenda mtu unayeishi naye. Maana huyo ndio hata Bwana anasema upendo wa kweli uanze kwa watu tunaowaona. Kama uwapendi unaowaona, maana yake hata Mungu ni unafiki kumpenda, maana yake haumuoni. Haleluya, wana wa Mungu. Ndio akasema amri iliyokuu nini? Upendo. Amen. Ninajua Naamani na mkewe Naamani walikuwa wanakapenda ka house girl. Halafu na Kenya kaangalia akasema hapana, huyu bosi angekutana kabisa na yule nabii, mbona ameponya mambo makubwa, hata ka ukoma kangefutika. Amen. Na ninamshukuru mtu mmoja hapa ambaye amemwalika mtu mmoja kuja mahali hapa. Na inawezekana umekaa mtaani ukamwona mtu ana tatizo huko mtaani, moyoni mwako ukajua tu ya kwamba kinachomfanya huyo baki na tatizo ni kwa sababu hajajua tu ya kwamba mchungaji na askofu ameandaa mkutano mahali pale. Huyu akiinuka akanyage mahali pale, nina hakika hata ukoma kake kangefutika. Ukamwalika na amekuja, jipigie makofi. Biblia inasema maneno haya yalivyosikika, mwanawane likapangwa ni safari kwenda kwa mfalme wa Israeli ili amponye ule ukoma. Walikasikia vibaya hako house girl. Wao walivyosikia kuna nabii Israeli wakajua ni mfalme wa Israeli. Kwa hiyo ni msafara alikaondoka kwa mfalme wa Israeli. Bwana, tumekuja utuponye ukoma huyu mtu. Mfalme anauliza, toka lini? Mimi naponya ukoma watu, toka lini? Sijui hata upele jinsi ya kuponya. Mnaniletea nimpende, mnataka vita na mimi? Biblia inasema akararua mavazi yake, akapiga kelele, akasema fahamuni hawa wanataka kugombana na mimi. Halafu wakati analalama hivyo, litumishi la Jehova liko nyumbani kwake Elisha likasikia mfalme kararua mavazi. Likauliza, kwa nini kararua mavazi? Wakasema aliletewa mtu mwenye ukoma, ndio amechukia, maana hawezi kumponya ukoma. Haleluya. Na lipenda litumishi la Jehova likasema kama ni tatizo hilo mwambie aje hapa, ndiye atajua ya kwamba yuko nabii katika Israeli. Sema no. Vitu vya kimungu vina vigezo na masharti. Kuna watu wanasema kama nyinyi mnaponya wagonjwa, njooni hospitalini mponyeshe wagonjwa.
Kama vitu vya kidunia unasikia kwenye matangazo ya bahati nasibu anasema vigezo na masharti kuzingatiwa. Hata vya Mungu vya vigezo na masharti kuzingatiwa. Hatuendi huko. Wao wainuke kutoka kwenye hospitali wakiwa wana imani ya kwamba Yesu anaweza, Yesu atawaponya, Yesu atawainua. Wainua wakanyage mahali hapa, watajua ya kwamba yuko Yesu Kristo mwana wa Mungu, anatenda kazi hata sasa. Piga kelele, sema amen. Elisha akabaki nyumbani kwake, katika siendi ikulu. Amen. Penda watumishi wa Jehova wenye msimamo. Akasema hata kama alienda ikulu, mimi siendi ikulu. Mwambieni atoke ikulu, aje hapa. Amen. Sasa kama naama nikitoka ikulu atafuata Elisha nyumbani, wewe mwana wane, wewe ungetaka kubisha. Amen. Ungetaka kubisha ni? Naama ni aliposikia habari hizo tu akaingia kwenye magari bwana na mafarasi yake, Biblia na mafarasi yake na magari yake, msafara likaanza mpaka nyumbani kwa Elisha. Kufika nyumbani kwa Elisha, Elisha yuko busy na shughuli zake. Haleluya. Yuko busy na shughuli zake, yani hata hawazi, kwa sababu anajua hivi, yani kaukoma yani kitu hivi mbele za Yesu unajitumikia. Haleluya. Yani ni kama wewe uje hapa una kilio cha mapepo. Sisi sasa hivi tunahubiri injili, hatushughuliki na mapepo, kwa sababu mapepo ni kitu kadogo, katatoka wakati wake kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Piga kelele, sema amen. Aka nyumbani kwa Elisha. Elisha wakati huo yuko ndani kwake, anachungulia dirishani hivi, akaona kwa nje labda video ni msafara linapaki hii, hana mafarasi sijui na mapunda sijui na manini na manini. Kuchekicheki, unajua mjamani mtu mzito kwenye nchi yake. Amen. Kwa hiyo akashangaa kuna mtu anaenda kufunguliwa milango kwa heshima. Anashuka jamaa anadunda pale, mwenye vyeo vikubwa, lakini ya nani? Kaukoma kamemute kwa nani vihelele vyote. Haleluya. Wewe jifanye jeuri. Unaweza ukatulingia leo, unaweza ukadunda leo kwa sababu uko salama. Subiri kaukoma kakiku. Utakuja hapa umebebelewa. Kuja mahali hapa hata kutaja herufi uwezi, tunakwambia sema Bwana Yesu, Bwana Yesu. Hoi. Leo unajeuri kwa sababu ukivaa nguo unapendeza. Leo unaweza ukatulingia kwa sababu ukitembea barabarani wavulana wanakuita. Leo unaweza ukatulingia kwa sababu unakaa nyumba nzuri au unavaa nguo nzuri, unaweza ukatulingia, hakuna shida. Lakini tunajua uko wakati Jehova atakusubiri na utakuja, kama sio kwa miguu utakuja unabebelewa, ili kusudi la Bwana litimie. Sema amen. Sisi tuliamua, mimi nilisema nitaokoka kabla mambo hayajaenda vibaya zaidi. Haleluya. Sisubiri kukongoloka ndio niokoke. Sisubiri nichakazwe na magonjwa ndio niokoke. Biblia haijasema ufalme wa mbinguni ni waliochakazwa na magonjwa. Biblia inasema ufalme wa mbinguni ni wa watu wenye nguvu. Sema amen. Wakati bado unazo nguvu, unazo connection, ndio unamchagua Yesu. Sema amina. Haleluya. Nawaambia iko siri, uko utamu kuokoka wakati bado kijana. Ili Mungu akiachilia baraka unaweza kupambana nazo. Haleluya. Mungu anakupa neema ya mabiashara makubwa, unafungua branch mikoa yote ya Tanzania. Halafu kesho uko Sumbawanga wale, kesho kuta umeinuka uko Mbeya, unazunguka maana una nguvu. Taka kuokoka umeshazeeka. Haleluya. Toka bado kijana namna hii. Cheki, sisumbuliwi na vitu vya kidunia. Dunia ina vitu vya kutamanisha, lakini sitamani. Hata mdada angepita amevaa kanguo kako humu, lipaja liko nje, sina habari. Kama kiko kipaja ninachotamani, sikia nikwambie mwana, ninatamani sana mapaja, lakini ni mapaja ya kuku. Sema amen. Ukileta paja la kuku twende sawa, lakini la mwanadamu alinisumbui. Mtabaki na mapaja nje. Sisi tunaye Yesu ndani yetu, hatubabaishi na maisha ya kidunia. Sema amen. Haleluya. Lazima tuwe na uhakika. Hatujaokoka kwa bahati nasibu. Tulikusudia kuokoka na Bwana akaachilia neema. Tunakomaa na neema ya Jehova, maana anatusindia. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Tazama watumishi wa Mungu.
Mimi nikiwaangalia mabishop namna hii, nasema na mimi lazima nizeeke na Yesu wangu, nifike level ile. Haleluya. Lazima nifike level ile na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hatudanganyishi na hatuogopi kusemwa. Amen. Yani kama ukileta maneno juu yetu, tunakwambia nena unenavyo, kama maneno tuliwahi kusikia zaidi ya hayo na tukakomaa, tukaendelea mbele. Wafanya ufanyavyo. Kama unaweza kutoa matusi, tukana utukanavyo. Ukisema hatuna akili, poa. Ukisema sisi ni wewe, fresh. Ukisema tumechanganyikiwa, fresh. Lakini tunaijua siri, na hii kweli lazima ituweke huru katika jina la Yesu. Sema amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naamani akachungulia hivi chini. Alipochungulia chini, akaona pale wanashuka, vijamaa vinashuka pale, vimejipanga, vinapiga saluti. Hapa. Elisha akaangalia akasema, wangejua kama wanayempigia saluti ana ukoma, wangenipigia mimi. Kitu kadogo. Naamani alipochungulia hivi, akamwangalia, akamuita houseboy. Haleluya. Wewe dogo, ya kuja. Houseboy sijui labda nikalikuwa kanalisha ng'ombe sijui nini hatujui. Au wewe ulikuwa? Na wewe hujui si? Basi tukadirie. Kalikuwa kanafanya kazi, amen. Kakaitwa na Elisha, kakaenda. Elisha akaambia, dogo, umemwona yule anashuka na manguo yule? Yule ndio atakuwa bosi wao, sawa? Sasa mwambie hivi, aende akaoge kwenye Yordani mara 7, katatizo kake kataishi. Kale houseboy kakaondoka. Kakafika kule kacha. Jamani kwa usumbufu. Nani ni Naamani? Kati yenu hapa Naamani nini? Wale watu mtumishi wengine wanaogopa hadi kumuonyesha kidole, kwa sababu kumbuka hilo li Naamani ni lihodari la vita. Lijemedari, limutu likubwa. Amen. Wanaonyesha tu kwa kichwa. Ni huyu. Haleluya. Kakasema basi mzee amesema ukajiloweke kwenye Yordani mara 7 utapona. La. Yani ukisikia kununa, Naamani akasema what? Ya, mimi na heshima zangu, mimi muheshimiwa, mtu mkubwa hodari, unanitumia ka houseboy kaji? Yani Naamani alichanganyikiwa. Unajua ukiumwa sana hadi unapata kama kuchanganyikiwa. Haleluya. Soma kwenye Biblia, watu wote walikuwa wagonjwa, wakiulizwa hivi wanajibu hivi. Kuna kale kingine kalikuwa kagonjwa miaka 38. Yesu akakauliza, je, wataka kuwa mzima? Baadaye akasema nataka kuwa mzima. Kaja, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani. Mmoja anapotibuliwa anakuta mtu mbele. Swali lilikuwa, je, wataka kuwa mzima? Ndio swali. Amen. Naamani anapewa majibu ya kwamba nenda ukaoge mara 7. Akanuna. Anasema mimi nilizani anakuja huyo mwenyewe Elisha aje aweke mkono kwenye ukoma wangu, amuombe Mungu wake anipote. Ananitumia houseboy. Hata mimi najiuliza, nasema kweli mwanawane huyu Naamani naye alikuwa mwewe. Hivi ananuna kupewa majibu na houseboy. Kwani aliyesababisha aende pale nani? Si houseboy? Au wenzangu hamjasoma vizuri? Yani aliyesababisha hilo ni safari lifanyike ni nani? Houseboy. Halafu majibu yakiletwa na houseboy, jamaa ananuna. Kwa nini asimnunia aliyeanzisha safari? Haleluya. Haleluya, watu watukui. Nataka nikwambie jambo moja, wewe unayenisikiliza jioni ya leo. Usipende kushughulika na mazingira au muonekano wa mhubiri. Haleluya. Usishughulike na masanja anaonekanaje mbele zako. Mimi nimejiokokea, nina Yesu wangu. Mimi nimetoka zetu Dar es Salaam na Bishop. Ninaleta ujumbe ambao Jehova amesema nije niseme na wewe. Wewe chukua ujumbe huu kusaidie kwenye maisha yako. Achana na masanja, kwa maana mimi hapa ninajirudia nyumbani kwetu mito ya baraka. Haleluya. Unaanza kushughulika na mimi baadaye unaniangalia, mbona alivyovaa miguu yake hata mimi. Mbona sio kama wachungaji wetu? Kwa nini miguu yake kama imekaa hivi kidogo hivi? Mbona suruali, mbona koti lake, mbona nywele? Swali mimi nakuhusu. Haleluya. Nakuhusu. Ulinilipia nauli. Shughulika na ujumbe. Achana na mazingira ya muonekano wa mtu, kwa sababu uponyaji wako upo kwenye muonekano wa mtu. Uponyaji wako uko kwa Yesu Kristo. Yeye ndiye jana, leo na hata milele. Anasema kama aliwaponya wengine, na wewe anaenda kukuponya.
na kontena. Mimi ni kama kontena. Ukiagiza mzigo wako China uweke kwenye kontena, ukiletwa hapa Tukuyu wewe toa mzigo, kontena linarudi. Haleluya. Wewe usiniangalie mimi vizuri. Na una hoji mpaka mwisho unakosa kubarikiwa. Tunaomba wewe kichwani maswali kibao. Tunakuombea unahoji. Huyu kweli masaje bana. Kweli masaje huyu. Huyu tiko kwenye nani? Alhamisi yule kwenye tekumi tiki. Unahoji na kuhusu nini? Haleluya. Biblia inasema Naamani alipoletewa majibu na Ahasubu akanuna, akawaambia watu, "Haya, ingieni kwenye gari tuondoke. Sitaki. Amenidharau, kanishusha heshima. Ingia tuondoke." Wakaingia kwenye magari yao na liukoma lake. Sasa msafara unaenda. Kakawepo katumishi kamoja kana Naamani kana busara. Haleluya. Kakamuuliza Naamani, akasema, "Bwana mkubwa samahani. Hivi mbona umenuna?" "Nimenuna nini? Wewe hujaona walivyonidharau?" Akasema, "Ni kweli baba. Lakini kama huyo nabii angekuambia kufanya jambo kubwa sana, usingefanya? Sasa si ni bora kuliko kuambiwa ukajiloweke mara 7?" Amen. Naamani akasema, "Kwa hiyo una uhakika nitapona?" Amen. Na kale kajamaa kanaogopa, sitaki kuamini kama kalijibu ndio. Amen. Kale kanalijua ni jamaa asipopona, maana yake muziki unahamia kwenda aliyosema. Haleluya. Bwana Yesu. Na mle ndani kuna wafanyakazi wengi. Kwa hiyo wote walipo support Naamani akasema, "Sasa nageuza kwenda huko mtoni. Ole wenu nisipone. Mtanijua Labda aliwatisha kidogo. Haleluya. Akageuza msafara hadi kwenye mto Yordani. Amen. Kafika pale akawauliza wale vijana, "Amesema nijiloweke mara ngapi?" Mara 7. "Ole wewe. Mtanijua leo." Ikasimama kwenye maji. Ikachungulia ukoma mwanawani upo. Haleluya. Akageuka, "Mnaona? Ipo sawa. Hizo. Na nyinyi ndio mlisema nini? Leo ndio mtajua." Haleluya. Akazama wa pili. Kucheki kitu kipo. Kazama wa tatu. Kuinuka kipo. Wa 6. Akasema kalau wa 6 nikiangalia labda umeisha. Amen. Akapiga. Kucheki kitu kipo. Akawageukia akasema, "Nimezama malanga." Sasa na wale ni wanadamu, hatujui au ulikuwa au kweli. Tukadirie tu ni wanadamu na wenyewe wanaanza kupata hofu. Kazama mara 6, liukoma liko vile vile. Yaani hata kuanza kukauka tu wajipe imani kwamba, "Lakini umeona mzee kamekauka kana karibu." Liko vile vile liukoma. Kwa hiyo alivyowauliza labda mara ya 6 ile kwamba, "Hadi nimezama malanga." Labda kila mtu akamuuliza, "Eti amezama mara 2 ama mara 4, 5, 6." Wanapishana kana wanajua kinachofuata akiinuka la 7 ataonyesha uhodari wake na ujemedari. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa ndio wanadamu ambao tunazungumza nao hata jioni ya leo, ambao wanakanyaga mahali hapa. Tunasema tunataka kuomba na maisha yao. Tunataka kuwasaidia kutoka kwenye vifungo walivyonavyo. Kazi yao ni kufananisha maisha walioyaishi kabla na hapo ambapo tunaanzia na maombi. Ni lazima ukubali. Tunafanya maombi hapa tunasema hivi, "Sogea pale. Watumishi wa Mungu wanalo neno na wewe. Timiza mwana wale mpaka doti ya mwisho." Haleluya. Onyesha utii mpaka sekunde ya mwisho. Biblia inasema mara ya 6 Naamani akainuka ukoma bado huko. Amen. Hapo akasema basi. Mara ngapi alisema? 7. Amen. Akajitundika wa 7 wanawane. Yaani vile aliinuka. Akaanza kukunja sura, yani kabla ya kuwageukia hao maana akajua saa hizi ni kazi moja. Amen. Haliwainuka na chini akasema, "Sasa ngoja nifunue ili niwashughulikie vizuri. Maana ningekuwa nimefika safari zangu wakanirudisha." Biblia inasema vile jamaa alifunua, akaona pale palipokuwa na ukoma pamekuwa soft kama nyama ya mtoto mdogo. Hebu piga makofi na vigelegele kwa Bwana. Haleluya. Mara ya 7 Naamani alipoinuka pale palipokuwa na ukoma pamekuwa soft. Biblia inafananisha na mwili wa mtoto mchanga. Haleluya. Baada ya kuzama kama ambavyo mtumishi wa Jehova aliagiza kufanya.
Shida ya watu tunaozungumza nao siku za leo ni watu wanaotaka uponyaji wa shortcut. Amen. Yani aje wakati wa sifa, halafu linapoanza neno akimbia aende kwenye shughuli zake, arudi wakati wa maombi na afunguliwe. Na anapanga na masharti. Mungu aniponye leo nipate mtaji, leo nipate biashara, leo nipate kazi, nikiamka asubuhi nijenge nyumba yangu. Sasa unamuuliza unataka vyote leo na kufa, unataka kufa leo? Kufa. Kama unataka vyote leo pia urest in peace leo. Haleluya. Kufa hawataki, ila wanataka vyote leo. Lakini acha nikwambie jioni ya leo, wewe mtu wa Tukuyu, vitu vya kimungu vina taratibu. Ni lazima vigezo na masharti yaliyowekwa yazingatiwe ili upokee uponyaji. Sema amen. Watu sasa hivi vifo imekuwa vitu vya kawaida. Watu sasa hivi kufa tofauti na zamani. Zamani ilikuwa kwenye msiba ikitokea unaona utulivu, watu kimya, wote mmekaa hivi, zinaimbwa nyimbo. Na kama mama kanakoimbisha nyimbo za msiba kanajulikana mtaa mzima. Amen. Ukitokea msiba wote mmejibana namna kwa utulivu mnaenda. Na kama mama kanaimbisha kwa utaratibu. Tumpeleke ndugu yetu wapi, kwenye nyumba ya milele, kwa utulivu. Siku hizi mwanawani watu wana habari. Yani kwanza kwenye msiba kanaanzisha tuka sister du. Haleluya. Na kanaimbisha kama nyimbo ya bongo flavor. Haleluya. Nasema tumpeleke tumpeleke ndugu yetu wapi, kwenye nasema tumpeleke. Yani ni kama nyimbo za burudani. Haleluya. Watu hawaogopi tena, lakini wanasahau Biblia inasema nini katika Waebrania 9? Nasema baada ya kufa hukumu. Amen. Baada ya kufa nini? Hukumu. Wengine mnasahau, mnafikiri imesema baada ya kufa kesi. Iko tofauti kati ya kesi na hukumu. Yani mnaosema mtajitetea siku ya mwisho, ni afadhali Biblia ingesema baada ya kifo ni kesi. Maana ndio mngeanza kujadiliana na Mungu. Mungu kweli sikuiba, walinizingizia, mimi nilikuwa na kwenye kesi ndio kuna hayo. Na Mungu akajua Watanzania tukisema baada ya kifo ni kesi, Watanzania hamuna nenda motoni hata huyu. Mapigwa wa kuongea. Ndio akachagua andiko kiboko ya Watanzania. Akasema baada ya kifo. Yani kazi yako kusimama usomewe tu. Uliiba, ulizini, fire in the name of Jesus. Sogea na wewe siku hivi ulileta umbea ukasutanisha watu bila fire. Yani ni hukumiwa moto na wewe. Wale ambao hawataki kwenda motoni, kusimama kwa miguu yako tumuombe Mungu, time haitoshi. Simama juu. Bishop Mwangomba anasema mimi nimenawa mikono. Hukumu yangu juu ya Tukuyu haipo kwa maana ninawahubiria. Sasa wewe usije ukatafuta chakula umma. Mwangomba anakaa pembeni anakula whisky baridi. Anasema mimi hapa mnaponiona mwana wale niliwahubiria. Halafu nikawaleta na wahubiri. Kwa hiyo Bwana Yesu tucheers, wana cheers namna hii mwana wale. Wanamiminiana tutugilasi. Amen mbinguni. Mimi ndio niko karibu hapo mwana wale na bishop. Na msongelezea na kajuisi kakisha kana kumsongezea na kingine. Naambia tulihubiri pale. Haleluya. Taka kuomba na maisha ya watu mahali hapa. Wewe unayesema jioni ya leo mtumishi wa Mungu tumesikia neno la Mungu na kwa hiari yetu tunataka Yesu atusaidie na sisi. Ndio tunazungumza na wewe jioni ya leo. Hata kama ninazungumza na mtu mmoja, wewe ndio kusudi la mkutano huu. Haleluya. Ninajua niko eneo kwenye maisha yako umekuwa ukilia kila siku. Taka Mungu akusaidie. Nasema mbona mimi sio kama vijana wengine? Mbona vijana wenzangu wana miradi, wana biashara na biashara zinaendelea? Mbona sio mimi? Kuangalia mama yangu juu ya ndoa yako, nasema mbona wengine wanafurahi kwenye ndoa zao? Mbona kwangu hakuna furaha? Jioni ya leo nataka nimwalike Yesu kwenye maisha yako. Hakuna kiingilio, hakuna ada. Ni wewe tu unasema niko tayari. Jioni ya leo Bwana anafanya kitu. Ukiwa umefunika macho yako mkutano mzima, funika macho yako kwa imani. Huu ni wakati ambao unahitaji imani ya ndani kabisa. Na wewe unasema ninamhitaji huyo Bwana uliyezungumza habari zake. Nisaidie katika maisha yangu. Ili watu mkono wako kulia juu namna hii. Asante kwa ajili ya hiyo mikono. Najua unainua kwa imani. Najua hiyo mikono inainuka juu kwa imani. Nasema kabisa jioni ya leo ninamhitaji huyo Yesu umezungumza habari zake. Nimejua uwezo wake. Nahitaji na yeye kufanya kitu kipya kwenye maisha yangu. Asante kwa ajili ya mama zangu na dada zangu mlioinua mikono hiyo.
Asante kwa ajili ya vijana kule mwisho naona mlioinua mikono. Nina hakika jioni ya leo tunaenda kupatana na Mungu. Lazima aingilie kati kwenye maisha yako. Sikiliza tu wewe mama yangu ulioinua mkono. Omba tu nafasi hapo huduma mnisaidie. Nataka kuomba na watu walioinua mikono. Amen. Hiyo kamba mlioweka sasa mnaweza kufungua na karanga. Nataka kwa dakika 5 tuombe nao watu walioinua mikono yao juu namna hiyo. Asante wewe ulioinua mkono wako, fungua macho. Pastor tu watu wadogo mtakuja baada ya mazeni. Okay? Amen. Wewe ndio ulioinua mkono wako, njoo tuombe mahali hapa. Kama inua kwa imani nasema nataka tuombe na jioni ya leo. Njoo mahali hapa kwa dakika 5 tumuombe Mungu juu ya maisha yako. Najua mahitaji ulio nayo, kama una ugonjwa, unaumwa, kwa chochote unachohitaji Mungu afanye, njoo jioni ya leo tumuombe Bwana. Asante kwa ajili yenu mnaokuja. Wewe uko umeinua mkono wako kwa imani. Sema mimi nimeinua mkono, nahitaji Mungu afanye kitu. Najua umeinua kwa imani, nataka Bwana afanye kitu kwenye maisha yako. Unajua unachotaka Mungu afanye. Kama ni katika biashara, wako watu wana maombi juu ya biashara. Wako kina mama wanaomba juu ya watoto wao, juu ya familia zao. Peke yako unaona inashindikana. Njoo mahali hapa tumuombe Bwana. Asante kwa ajili ya nyinyi mnaokuja. Asante kwa ajili ya nyinyi mnaokuja. Na wewe ambaye umebaki kwa nyuma unasema na mimi pia nataka nihusike katika haya maombi ya jioni ya leo. Mungu ametuleta mahali hapa kwa kusudi. Mungu ametuleta mahali hapa kwa kusudi. Njoo jiunge na hawa watu tumuombe Mungu kwa pamoja. Najua liko eneo unataka Mungu afanye. Ni lazima uamue. Pengine unawaangalia wanadamu na unaona aibu, unasema wataniona mimi nimechanganyikiwa. Wataniona mimi wa ajabu, lakini ninakuhakikishia hata mimi siku moja niliinua hatua nikapiga kama ambavyo wewe unafanya. Niliinuka nikasogea mbele. Ninataka nikwambie baraka kwenye maisha yangu unazoziona leo ni kwa sababu ilifika siku niliamua. Tukisimama hapa mahali naweza usielewe. Lakini ukiwa unashuhudia hao watu waliokanyaga hapa wakifunguliwa, wakibarikiwa, ndio utaona ya kwamba uliwahi kufanya mistake. Najua yuko mtu anatamani bado kuja, anasema na moyo wake, natamani kuja na kusubiri. Njoo wewe ambaye bado unasema na moyo wako, natamani kuja ujiunge na hao watu. Njoo tuombe pamoja. Iko nguvu kwenye kuomba kwa pamoja. Ishinde hiyo roho inayokuzuia. Tamani kuja lakini unaona kuna nguvu inakuzuia. Asante nyinyi mliokuja hapa mbele. Tunaenda kupatana mbele za Bwana. Unasema unamhitaji Yesu aingie ndani yako. Kuokoka sio ugonjwa, wana wa Mungu. Kuokoka ni kutenga maisha ya kuteseka, ya laana, ya shida. Yaani kuachana na hayo maisha, kuingia kwenye maisha ya tofauti. Ndio maana tunasimama mahali hapa. Asante kwa ajili ya mama zangu mnaokuja. Mungu awabariki. Wewe ambaye bado unasema na moyo wako, njoo jiunge na hawa watu. Ninataka nikuhakikishie kwamba hauna guarantee ya maisha unayoishi. Asante nyinyi mliokuja, funikeni macho yenu. Ninyi ni wengi mno mbele za ufalme wa Jehova. Funika kabisa macho yako kwa imani. Naomba kwa ulimwengu mkono wako wa kulia juu na utanifuatisha nyuma yangu maneno haya nitakayosema. Hii ni sala ambayo inakufanya umpokee Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Akiingia ndani yako, anaenda kukushindia mahitaji yote ambayo uko nayo mbele za Bwana. Kwa unainua mikono namna hiyo juu, nataka upatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Jioni njema ya leo. Nimelisikia neno lako. Nimelielewa. Nimeliamini. Na kwa akili timamu ninakuchagua Yesu ili uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Shetani, ninakutangazia kuanzia jioni ya leo, mimi si mali yako tena. Mimi ni mali ya Yesu. Bwana Yesu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima, na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Nimeomba haya katika jina la Yesu. Amen. Sasa ufunike macho yako. Unaweza kuongeza na mkono wa pili kuinua juu sasa. Nataka kumuomba Mungu juu ya maisha yako. Wako maaskofu, watumishi wa Mungu mahali hapa, sote kwa pamoja tunaenda kushirikiana kutamka baraka juu ya maisha yako. Inawezekana sio mgonjwa wa mwili, lakini una uhitaji sehemu fulani kwenye maisha yako. Acha tukabidhi mbele za Bwana. Na huu ni wakati ambao magonjwa hayatahimili kukaa kwenye mwili wako, wala uchawi hautahimili kukaa kwenye mwili wako. Twende mbele za Mungu,
Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme, Asante Baba yetu. tizama Jehova, watu hao wameinua mikono juu, ishara ya kusamehe leo. Nami ninatamka baraka za Mungu juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Bila magonjwa juu ya maisha yao ninayakemea katika jina la Yesu Kristo. Hayatabaki katika jina la Yesu Kristo. Kila mipango ya shetani inaelekezwa juu yao ninaiadhibu sasa kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu Kristo haitakaa juu yao. Ninatoa kila maumivu hayatabaki juu yao kwa jina la Yesu. Haribu Yesu kwa moto wa mbinguni, ushuke uharibu, ushinde uteketeze katika jina la Yesu. Ninavunja kila maneno, ninavunja kila mipango ya shetani kwa jina la Yesu. Majina ya mapepo haya na mamlaka juu ya maisha yako kwa jina la Yesu Kristo. Funguka leo mzima, funguka leo mzima, funguka leo mzima kwa jina la Yesu Kristo. Pokea mzima, pokea mzima kwa jina la Yesu. Funguka leo mzima sasa katika jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa, kila magonjwa, kila yako, kila ya moyo ya jina la maisha yako kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Funguka leo mzima katika jina la Yesu Kristo. Kila maumivu kuanzia miguu na kifua jina la Yesu Kristo ifanye kazi mpya kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima mpya kwa jina la Yesu Kristo. Asante Jehova, tunaona kazi yako katika jina la Yesu Kristo. Thank you Jesus, katika jina la Yesu. Thank you Lord. Inua mikono yako tuseme maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu umeniponya, kwa sababu umenifungua, kwa sababu umenihurumia. Ninaomba ukae ndani yangu nami nitakaa ndani yako katika jina la Yesu. Amen. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Amen. Mnisikilize nyinyi mlioko hapa mbele wana wa Mungu. Yaani heshima mlioifanya mbele za Mungu hawezi kunyapaza. Haleluya. Unaweza usione. Amen. Unaweza usione ninavyozungumza namna hii, lakini ninakuhakikishia utamtafuta bishop kutoa shuhuda kubwa. Hii ninakuhakikishia. Haleluya. Eneo lolote ambalo umekuwa ukimlilia Mungu, iwe ni katika biashara, katika masomo, watoto wako, ndo kila eneo Mungu anaenda kushughulikia. Haleluya. Ninawashukuru kwa kumheshimu Mungu. Ninajua kama unasema unaandikaga vitu vyako vya kumbukumbu, iandike tarehe ya leo. Sisahau ile tarehe ya leo uliokoka, kwa maana utashindwa kushuhudia kwa nafasi. Haleluya. Alafu unavyokumbuka hivi vitu na uandike pembeni pia aliyekuhubiria. Amen. Maana hata mimi nikaka nasemaga aliyeniongoza mwana wake ni Bishop Mwakiboro. Na wewe nikumbukake Masanja mwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ya mtanisahau. So kuna maagizo mawili matatu tunapeana hapa dakika 5 tu nje hivi. Mpite ni wana wa Mungu hivi. Msifanye sasa kama Naamani. Mnaona Naamani vile alifanya. Ndio sita usi kama mwisho wakati kanalitaka la. Haleluya. Hapo tu usimame, watakuelekeza kitu tu cha kufanya dakika moja. Uwe una amani. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Acha nimkaribishe sabisho kwa najua na neno katikati yenu. Karibu askofu. Amen. Amen. Haleluya. Piga Yesu makofi jamani. Makofi ni waja yote. Haleluya. Haleluya. Safi sana ndugu zangu mliokata shauri, Mungu awabariki. Wokovu ni mapambano. Mchikane kabisa, mumfuate Yesu. Mtu msiende kwa kwenye wokovu. Kuokoka ni kubadilika. Kesho tuna ibada saa 9:30 kesho. Jitahidi sana kuwahi. Waimbaji ni wengi mpaka ninasema wengine hawajaimba kwa sababu unakuwa mdogo. Sasa waimbaji wote mnaoimba hakikisha mnawahi mapema. Wanapoita saa 9:30 uwe huko hapa. Sio wanaita huko nyumbani. Waimbaji